Chadema mmekuwa mkiweka mkazo na kauli mbiu ya no reform no election. Je, ni mageuzi gani mahususi ambayo chama kinaamini ni ya lazima kabla ya uchaguzi wa mwaka 2030? Asante. No reforms no election, kwanza ni uamuzi ambao chama uliufikia baada ya kuona upatikanaji wa katiba mpya kwa mwaka jana kule, yaani kupatikana katiba mpya kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka jana 2025 hauwezekaniki. Yaani chama tuliona kwa muda ule mwezi Januari mpaka kabla ya uchaguzi ambao Oktoba, chama kilikaa kikaona kwa miezi hii mchakato kuipata katiba mpya hauwezekaniki. Kwa hiyo tukasema twende na minimum requirements katika mchakato mzima, katika likatiba lote likubwa. Tukasema kwa sababu haliwezekaniki, lakini tuchukue sehemu ya katiba ambayo sasa kwa muda huu inaweza ikawezekanika kufanyiwa marekebisho. Kwa chama kikaangalia ni eneo lipi ni muhimu lenye maslahi kwa umma kwa uharaka, ikaona kunahitajika kufanyike marekebisho ya sheria za uchaguzi. Ndio ikaja hiyo kuhitaji kufanyika kwa reforms za uchaguzi, ndio kapelekea no reforms no elections, no election, kwamba kama hayo mabadiliko ya uchaguzi hayatafanyika basi uchaguzi haupaswi kufanyika, kwa sababu kuna mambo kadhaa ambayo yanafanya ule uwanja wa mapambano usiwe fair, unapendelea upande mmoja. Kwa tukaona tuanze na hili kwanza, uchaguzi uwe huru, uwe wa haki, wanaoshindana wote wawe na wigo sawa, atakayeshinda atangazwe, ambaye hatashinda basi asitangazwe, na sio kwa maelekezo kwamba fulani ndio atangazwe hata kama hajashinda, au fulani asitangazwe hata kama ameshinda. Kwa hiyo ndio ilipelekea tukaja na ile kauli mbiu ya no reforms no election, na tukaipambania kweli, na tukasema kama reforms zisipofanyika basi uchaguzi hautafanyika. Nadhani tutakuwa nimekujibu. Yes. Je, Chadema ina mkakati gani wa kuhakikisha mageuzi ya kisiasa yanapatikana kupitia njia za amani na za kikatiba? Rudia tena swali. Chadema ina mkakati gani kuhakikisha mageuzi ya kisiasa yanapatikana kupitia njia za amani na za kikatiba? Kama kauli mbiu yetu ya chama inavyosema, people's power, nguvu ya umma, sisi tutatumia nguvu ya umma kuhakikisha mabadiliko ya kisiasa yanafanyika kwenye nchi yetu, lakini hiyo nguvu ya umma kwa njia za kidemokrasia. Kwa hiyo tuta drive umma, tutauongoza umma kudai mabadiliko ya kisiasa kwa kutumia njia halali zinazokubalika kwenye taifa letu. Bila umma ni ngumu, na sisi tunaamini kwenye nguvu ya umma. Kwa mtazamo wa Chadema, ni maeneo gani ya katiba ya sasa yanahitaji marekebisho ya haraka zaidi? Maeneo yapo mengi, lakini na sisi tuliyaweka kwenye public maeneo mengi tu ambayo tunahitaji yafanyiwe yawepo kwenye hiyo katiba mpya, tofauti na katiba iliyokuwepo sasa hivi. Naweza nikahitaji machache. Kwanza, kupunguza mamlaka ya rais. Rais wa hii nchi ana nguvu kubwa sana. Rasilimali zote za nchi anazimiliki yeye. Anaweza akaamua chochote kuhusu rasilimali za taifa na hakuna wa kufanya chochote. Kwa hilo ni eneo mojawapo la kumpunguzia madaraka rais. Rais anateua kila mtu. Yaani ukienda huku mpaka kwenye kata huko, si maafisa wa kata, si katibu wa kata, katibu wa wilaya, mkuu wa wilaya, DC, yani mkuu wa mkoa, jaji mkuu anamteua yeye, IGP anamteua yeye, mkuu wa majeshi anamteua yeye. Ana mamlaka makubwa sana. Kwa hiyo tunaona eneo la kwanza, rais apunguziwe mamlaka. Lakini jambo la pili, tunahitaji kama nilivyosema awali,
marekebisho ya Tume Huru ya Uchaguzi. Rais ndo anamteua mkurugenzi wa uchaguzi. Kwa hiyo ile tume ni kama inaundwa na rais ambaye yeye mwisho wa siku ni mmoja wa washindani kwenye uchaguzi mkuu. Kwa hiyo sisi tunasema no, hapana, rais hapaswi kuchagua kiongozi wa tume ya uchaguzi, kwa sababu ni sawa na mnacheza timu mbili alafu timu moja ina mamlaka kumchagua refarii wa hilo pambano. Pambano haliwezi kuwa la haki, haliwezi kuwa la usawa. Kwa hiyo hilo ni sehemu ya pili, lakini sehemu ya tatu tunahitaji kuwepo na mgombea huru. Katiba ya nchi inasema kwamba kila Mtanzania ukifikisha miaka 18 una haki ya kumchagua kiongozi, lakini unamlazimisha mwananchi, ni lazima awe mwanachama wa chama cha siasa ndio aweze kushiriki uchaguzi. Sasa kuna mtu anaweza kaamua mimi sitaki kuwa mwanachama wa chama cha siasa. Je, mtu huyo ambaye anachagua kutokuwa mwanachama wa chama cha siasa, kwamba unampoka haki yake ya kikatiba ya kuchaguliwa? Tunaona no, hapana, mgombea binafsi anapaswa awepo kwenye katiba. Lakini kuna issue kama ya uraia pacha, ni kitu cha muhimu ambacho sisi kama chama tunaona kinapaswa kiwepo, kwa sababu yapo mataifa mengi tu yote yaliyostaarabika wana uraia pacha, lakini sisi nchini kwetu, wewe ukitaka kuwa raia wa nchi fulani, basi unaambiwa kwanza ukane uraia wako wa Tanzania. Ukitaka kuwa raia wa Tanzania unaambiwa ukane uraia wa hiyo nchi yako nyingine. Kwa hiyo tunaiona kuna fursa fulani tunaipoteza kwa kung'ang'ania tu kuwa na uraia kutokuwa na uraia pacha. Kwa hiyo hicho ni kitu kingine ambacho kama chama tunaona kuna ulazima wa kuwa na uraia pacha. Sema awali, moja ya demokrasia ni kuwapa haki wanaopiga kura na kutoa haki wanayepigiwa kura. Hiyo ni sehemu kubwa sana ya demokrasia. Sasa kwa Tanzania ilivyo sasa, tunaona haki ya watu kuchagua viongozi wao imeporwa. Watu hawana haki ya kuchagua kiongozi wao, kwa sababu kiongozi hapatikani kwa idadi ya kura, ila kiongozi anapatikana kutokana na watu fulani wanaamua nani awe kiongozi wa ngazi gani, sehemu gani. Kwa ile kura, thamani ya kura imepungua. Kwa sisi tunaona tunapaswa kuirejesha ile thamani ya kura. Tunapaswa kuirejesha thamani ya kura, ili mwananchi akikaa kwenye mstari wake akimchagua mtu fulani, basi kama kura zimetosha atangazwe, na yule ambaye amegombea, kama kura zitakuwa nyingi kwake zikihesabiwa, basi atangazwe na sio vinginevyo. Kwa hilo ni jambo la msingi sana ambalo tutalifanya kuhakikisha demokrasia inakuwepo, ni ile kupandisha thamani ya kura ambayo sasa imepotea kabisa. Watu wengi sasa hivi wamekata tamaa ya kupiga kura. Ndio maana hata uchaguzi uliopita wa 2025 ule uchafuzi, watu hawakwenda kupiga kura kwa sababu wanajua hata nikienda kupiga kura nitakayemchagua hata tangazwa. Sasa hicho ni kitu kibaya sana kwenye demokrasia. Demokrasia haipo, na ndio maana hata mataifa ya nje wanaipigia kelele sana Tanzania. Mpaka sasa hivi kuna hata kuwekewa vikwazo kwamba mpaka tutakapoimarisha, yani wanaiambia serikali kwamba mtakapokuwa na mpango wa kuboresha demokrasia kwenye nchi yenu ndipo tutarejesha misaada ambayo tunawapatia. Kwa hiyo kuna shida sana ya mifumo yetu ya kutoa ya kidemokrasia. Kwanza, kitendo cha kuita Tume Huru ya Uchaguzi ni kinyume cha katiba. Katiba ya Tanzania inazungumza kwamba kutakuwa na tume ya uchaguzi, sio tume huru ya uchaguzi. Kwa maana hiyo, wewe ukikiunda kitu ukikipa jina lako kinyume na maelekezo ya katiba, hicho kitu utokea unapokiunda ni haramu. Kwa maana hiyo, hiki kinachoitwa Tume Huru ya Uchaguzi ni kinyume cha katiba. Katiba haitambui kitu kinachoitwa Tume Huru ya Uchaguzi. Kwa maana hiyo, alitakiwa kwanza yafanyike marekebisho kwenye katiba ili katiba iruhusu
uundwaji wa tume huru ya uchaguzi. Sasa hilo ni ajenda nyingine ya kuizungumza, huo uhalali wa hicho wanachokiita tume huru ya uchaguzi, lakini pamoja na huo uharamu wake ukiangalia ni kile kile, yani wamebadilisha jina tu. Ni wanasema pombe ile ile, lakini umebadilisha chupa yake tu. Kwa hiyo ni kiini macho tu ambacho sasa mbaya zaidi kipo kinyume cha katiba. Kwa hiyo ni afadhali Chadema hatukushiriki, kwa sababu tungeshiriki na maana tungesimamia uchaguzi wetu, na kitu ambacho ni haramu hakipo kikatiba. Sasa tugusie kidogo kuhusiana na kesi ya Tundu Lissu. Chadema imekuwa ikisema kesi ya mwenyekiti wake Tundu Lissu ina mwelekeo wa kisiasa, na ni ushahidi gani chama kinategemea katika madai hayo pasipo kuathiri mwenendo wa kesi hii iliyopo mahakamani sasa? Ni kesi ya kisiasa kwa sababu Tundu Lissu anashikiliwa kwa kosa gani? Kwanza, uhaini gani unafanywa na mtu mmoja? Mataifa yote yanashangaa. Mtu mmoja anawezaje kufanya uhaini? Yaani bila kula njama na mtu yoyote, yaani yeye mwenyewe eti anakwenda kufanya uhaini. Hiyo kitu iko hapo. Haiwezekaniki. Lakini turudi kwenye kesi ya msingi. Okay, tunasema huyu amefanya uhaini. Uhaini upi? Kudai mabadiliko ya mifumo inayotoa haki kwenye uchaguzi ndio inakuwa uhaini. Kudai reforms za uchaguzi ndio uhaini. Na kwa nini hiyo kesi sasa hivi imegoma haiendelee? Kwa nini wamepaki basi? Ni kesi ya kisiasa, na sio sisi Chadema tu. Umoja wa Afrika umezungumza ni kesi ya kisiasa, inatakiwa ifutwe. Bunge la Ulaya limezungumza ni kwamba hii ni kesi ya kisiasa, ifutwe. Chama cha wanasheria Tanganyika TLS wamesema hii ni kesi ya kisiasa, ifutwe. Wanaharakati, taasisi za kupigania haki za raia zinazungumza kwamba hii kesi ni ya kisiasa, ifutwe. Kwa hiyo sio jambo la Chadema tu. Mtu yeyote mwenye akili timamu anaona ni kesi ya kisiasa. Tundu Lissu wamepewa kwa sababu CCM wanamogopa Tundu Lissu kushindana naye kisiasa. Huo ndio ukweli. Samia anaogopa kushindana kisiasa na Tundu Lissu, wanampa hiyo kesi ili asifanye siasa. Kesi ya Lissu imeathiri kwa kiasi gani harakati za mageuzi nchini Tanzania? Tundu Lissu ni mwenyekiti wetu, ni mwenyekiti wa chama kikuu cha siasa Tanzania, Chadema. Kitendo cha kumweka ndani maana yake unainyima haki Chadema kuongozwa na kiongozi wake ambaye walimchagua. Kwa hiyo wanachama wa Tanzania waliona huyu anapaswa kuongoza hiki chama, wakampa hiyo fursa ya kuongoza chama, lakini hiyo fursa ya wao kuongozwa na mtu ambaye walimchagua waongoze, serikali imeipoka. Kwa hiyo kama chama kimeathirika kwa sababu kiongozi wake ambaye mwenye maono ya wakati huu, mwenye misimamo ya wakati huu, mwenye dira ya wakati huu, akiongoza chama kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hayupo, anashikiliwa kinyume kabisa na kesi ya kisiasa hii, na kesi ya uongo. Kwa hiyo chama kinaathirika sana tu kwa kutokuwa na kiongozi wake.